Habari yako mtazamaji wa Zantime, karibu katika chaneli yetu. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Leo na kusogezea makala inayomhusu Raila Odinga ambaye alikuwa ni kiongozi wa kisiasa, mwanademokrasia na waziri mkuu wa zamani nchini Kenya mnamo mwaka 2008 mpaka 2013. Karibu kuifahamu historia yake mpaka kufikia kifo chake. Makala hii imeandaliwa nami na imesomwa nami Amina Lumwecha. Karibu. Raila Odinga alizaliwa tarehe 7 Januari mnamo mwaka 1945 katika eneo la Maseno katika wilaya ya Kisumu, Nyanza Province, Kenya. Mama yake alikuwa Mary Juma Odinga na baba yake Jaramogi Oginga Odinga ambaye alikuwa makamu wa rais wa Kenya baada ya uhuru. Raila Odinga alilelewa katika familia yenye ushawishi mkubwa wa kisiasa na kijamii nchini Kenya, ambapo hii ikamfanya ashauriwe na mazingira ya kisiasa tangu akiwa mdogo. Wakati wa utotoni alihudhuria shule ya msingi ya Kisumu Union Primary School na baadaye Maranda High School. Mnamo mwaka 1962 alihamia kusoma nje ya nchi. Alikwenda nchini Ujerumani Mashariki, yaani East German, ambapo alipata elimu ya juu ya uhandisi. Alisoma chuo cha ufundi Technical School cha Otto University ambapo ni Ujerumani Mashariki, na mwaka 1970 alipata shahada ya uzamili MSc katika uhandisi wa mitambo ambayo ni Mechanical Engineering. Baada ya kurudi Kenya, alifanya kazi kama mhadhiri katika University of Nairobi katika idara ya uhandisi wa mitambo. Alianzisha biashara yake ya kampuni ya utengenezaji wa silinda za gesi, yaani Liquid Petroleum Gas, kupitia kampuni ya East African Spectra baada ya kurejea nchini Kenya. Ndani ya serikali alifanya kazi katika Kenya Bureau of Standards, yani KEBS, ambapo alipata cheo cha mkurugenzi msaidizi, yani Deputy Director mwaka 1978. Raila alijiingiza kikamilifu katika siasa za Kenya, hasa kupigania mfumo wa vyama vingi na kujibu udikteta wa mfumo wa chama kimoja baada ya matukio muhimu, ambapo mwaka 1982 alikabiliwa na tuhuma za kushiriki katika jaribio la mapinduzi dhidi ya Daniel Arap Moi na serikali yake. Alikamatwa na kukamatwa bila kushtakiwa kwa muda mrefu, na mnamo mwaka 1990 alishiriki kuanzisha juhudi za kupigana vita mfumo wa chama kimoja na kutaka utawala wa kidemokrasia ukuwepo nchini Kenya. Hata hivyo, mnamo mwaka 1992 alichaguliwa kuwa mbunge, yani Member of Parliament, kwa chama cha Forum for the Restoration of Democracy, na kuanzia hapo alikuwa mmoja wa viongozi wakuu wa upinzani. Raila alimuoa mkewe aitwaye Ida Anyango Oyo Odinga, pia alijulikana kama Ida Odinga. Tarehe 1 Septemba mnamo mwaka 1973 walifanikiwa kupata watoto 4. Walikuwa wakikaa sehemu mbalimbali, lakini makazi yao ya kawaida yalikuwa Nairobi, eneo la Karen, ambayo ni eneo lenye ushawishi na ni kati ya maeneo ya kifahari ya mjini. Kwenye mwaka wa 2008 hadi 2013 Raila Odinga alichaguliwa kuwa waziri mkuu, yani Prime Minister wa Kenya, baada ya mzozo wa uchaguzi wa mwaka 2007 uliosababisha serikali ya mseto ya uwiano, yani Grand Coalition Government. Alifanikiwa kuwa na cheo cha nafasi nyingi za kisiasa. Alikuwa kiongozi wa chama cha Democratic Movement, yani ODM, akifanya kampeni nyingi za urais na akijihusisha katika mabadiliko ya katiba ya Kenya. Ingawa hakuwahi kushinda nafasi ya urais, nafasi yake ya kisiasa ilikuwa kubwa sana na alisaidia kuongoza mabadiliko makubwa ya kisiasa
kisiasa nchini Kenya. Raila Odinga alifanya kama lazima wa kuleta mabadiliko, kupigania vyama vingi, katiba mpya pamoja na kujenga demokrasia. Kwa wengi alikuwa ni kielelezo cha uvumilivu, kujitoa kwa umma na sauti ya upinzani. Alijulikana kwa jina la ukoo na pia kama mmoja wa viongozi wakubwa wa Afrika Mashariki katika siasa za upinzani. Raila Odinga alifariki dunia tarehe 15 Oktoba 2025 mwaka huu nchini India katika mji wa Koch, Kerala, kutokana na kiharusi, yani cardiac arrest, wakati akiwa katika matibabu. Kifo chake kilichukua nchini Kenya na dunia kiujumla kwa huzuni na kumbukumbu ya mchango wake mkubwa wa kisiasa. Tukumbuke kwamba Raila Odinga alikuwa mtu wa kipekee aliyezaliwa katika mazingira ya kisiasa, aliyepata elimu ya juu na pia akafanya kazi ya kitaaluma na kisha kuingia katika siasa kikamilifu. Alitekeleza nafasi ya uongozi akishiriki mapambano kwa ajili ya demokrasia. Akawa waziri mkuu wa Kenya na kiongozi wa upinzani ambaye amebaki na urithi mkubwa. Kifo chake ni hadithi yake ya maisha na mchango mkubwa katika nchi ya Kenya. Na huu ndio mwisho wa makala hii kumhusu Raila Odinga. Usisahau kusubscribe, kushare, kulike pamoja na kucomment. Ulikuwa nami Amina Lumwecha. Kwaheri.